anaendelea kunoa makali ya kikosi. Kunani? Kuna fununu, ni fununu zimeweza kuenea mitandaoni jana usiku kuwa Bini Makadhi amekitaja kikosi, lakini bado hajakitaja kikosi rasmi. Kumbuka ndio kikosi kiweze kutajwa, kuna yale mawasiliano ambayo yanatoka kwa shirikisho la soka humu nchini FKF. Kwa hivyo tu zile ni habari za mitandaoni kuwa mchezaji fulani ametajwa, mwingine hajaweza kutajwa, ingawa wanasema fununu ziko karibu na ukweli. Kwa hivyo tusubiri taarifa rasmi kutoka kwa shirikisho, kutoka pia kwa Bini Makadhi. Lakini baadhi ya wachezaji ambao tunatarajia tuweze kuona, je, watakuwa na temo. Kumbuka Egin Firat alipokuwa kocha, tuliweza kuona wachezaji kama vile Austin Odhiambo wa Gor Mahia wakitemo kwenye kikosi. Ama wengi mashabiki wakiuliza mbona Austin haitwi? Je, chini ya kocha Bini Makadhi Austin Odhiambo atakuwa anaitwa? Kuna kijana pia mwingine ambaye anatamba sana akiwa na klabu yake klabu ya Kenya Police, anaitwa Mohamed Bajaber. Ametamba sana, ama alikuwa katika klabu ya Nairobi City Stars ndio akaelekea katika Kenya Police, anatamba zaidi. Je, atakuwa anaitwa kwenye kikosi cha Bini Makadhi? Kumbuka pia sio kila mchezaji lazima aitwe, lakini unahitaji kuchagua kikosi bora ambacho kitakuwa kinakupea tiketi ya kuelekea kwenye dimba la kombe la dunia. Kamerun wanaongoza, nilivyosema wiki iliyopita. Kamerun wanaongoza kwa ile kundi F na alama 10, alama 5 mbele ya Harambee Stars ambao wanashikilia nafasi ya 4. Je, iwapo Harambee Stars watashinda mechi hizi mbili watakuwa na alama ngapi? 11. Lakini waombe Kamerun waweze kupigwa mechi zote mbili ambazo watakuwa wanacheza. Mechi ya kwanza watakuwa wanacheza ugenini, ambapo watakuwa wanacheza dhidi ya Gambia tarehe 20. Alafu wakimalizana na Gambia kuna mechi ambayo itakuwa Nyayo Stadium tarehe 24. Hiyo ni Jumapili ijayo. Kwa hivyo Jumapili ijayo baada ya Starlets, sasa kuna Jumapili ijayo. Basi tuelekea sasa kutazama mechi ya Harambee Stars. Kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya mwaka mmoja, Wakenya watatazama mechi nyumbani. Wakenya watatazama mechi ama wachezaji wa timu ya taifa wakicheza ugani Nyayo. Naam, shukrani sana Duncan Mutua. Najua ugaibuni kuna mengi. EPL najua Manchester walitamba. Hii wiki hatupumui, Chelsea walitwangwa, sio? Manchester United walitamba, waliandikisha ushindi wa mabao 3 dhidi ya Leicester. Tukaweza kuona Chelsea mambo ambavyo walifanya. Lakini cha kufurahisha ugaibuni ni kombe la Carabao. Ndio. Newcastle kumpiga Liverpool kwenye kombe la Carabao baada ya zaidi ya miaka 50 kutoa taji tu la Carabao. Inamaanisha pakubwa sana kwa wale mashabiki wa Newcastle. Na pia kumbuke Newcastle ina wadhamini wapya, na pia wenyeji wapya. Kwa hivyo uwekezaji uko juu na wanatarajia matokeo mazuri zaidi, sababu wanasema tuko kwenye ile ambayo tunasema kwa lugha ya kimombo transition. Je, baada ya Carabao ni kipi ambacho tunatarajia? Wengi wanasema Liverpool imeteleza, lakini kumbuke haijateleza kwenye ligi. Ligi bado wanaongoza na alama 12 baada ya Arsenal kumpiga Chelsea bao 1-0. Kwa hivyo hata Arsenal wakishinda bado kuna alama zingine 12 sasa. Shukrani sana Duncan Mutua. Najua kuna mengi ambayo unatuandalia, tutakuwa natujuza kadri muda unavyozidi kusonga. Natupilia jicho kwanza maandalizi ya WRC sana kikosi rasmi cha Bini Makadhi rasmi ndio kuona je nani ambaye atakuwa anatajwa. WRC pakubwa sana. Alafu Gor Mahia wameweza kuita wanahabari. Sijui kuna nini watakuwa wanazungumzia, ama sijui nini kinazungumziwa pale. Tutakuwa natupilia jicho, je, hawa Gor Mahia, maafisa wa Gor Mahia, ile klabu ya Gor Mahia wameitwa wanahabari wazungumzie nini? Kumbuka mwaka huu ndio mwaka ambao tunatarajia uchaguzi wa Gor Mahia uweze kuandaliwa. Kwa hivyo pia kuna shika ni kushike pale kwenye klabu. Wewe ni shabiki wa timu gani humu nchini? FKF. Kuna klabu ambayo iko maeneo yake ni Kawangware, Nairobi City Stars. Nilipokuwa mdogo nilikuwa na ndoto ya kuchezea Nairobi City Stars. Lakini bado ungali mdogo. Miaka imesonga je. Miaka inasonga. Nimalize? Maliza. Nimemaliza je. Naam, shukrani sana Duncan Mutua. Mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu Duncan Mutua ambaye anatujuza masuala ya spoti. Atakuwa anarejea baadaye kutujuza katika taarifa zetu zijazo. Hivi sasa mtazamaji, naarifiwa tunachukua mapumziko mafupi nikiwa na mwenzangu Duncan Mutua, na tutakuwa tunarejea na mjadala siku ya leo. Mtazamaji, tutakuwa tunaangazia mengi